Samia Suluhu alilia chooni baada ya kesi dhidi ya mauaji ya kikatili yaliyotokea nchini Tanzania kufikishwa katika bunge la Ujerumani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Sauti kutoka Tanzania sasa imesikika katika moja ya majukwaa makubwa zaidi duniani. Mwanaharakati wa kisiasa Liberatus Mwang'ombe ameingia katika historia ya harakati za haki za binadamu baada ya kusimama ndani ya bunge la Berlin, Ujerumani, jukwaa lenye heshima ya kimataifa, na kutoa ushahidi wa kile alichokiita mauaji ya kikatili na ukandamizaji wa haki za kiraia unaofanywa na serikali ya Tanzania. Tukio hilo limeibua mjadala mzito unaovuka mipaka ya bara la Afrika na sasa limegeuka kuwa moja ya hoja kuu katika mijadala ya kidiplomasia na haki za binadamu duniani. Kile kilichoanza kama sauti upinzani wa ndani kimepata jukwaa la kimataifa ndani ya ukumbi wa kihistoria wa Berlin, ambapo sheria na maamuzi makubwa ya Ujerumani hufanywa. Mwang'ombe alisimama si kwa niaba yake binafsi, bali kama sauti ya maelfu ya Watanzania wanaodai demokrasia ya utu. Liberatus Mwang'ombe alikuwa miongoni mwa wajumbe waliokuwa wakishiriki katika World Liberty Congress WLC, kongamano kubwa la kimataifa linalojumuisha wanaharakati, wanasiasa na watetezi wa haki za binadamu kutoka zaidi ya nchi 40. Kongamano hilo lilofanyika mjini Berlin alilenga kuzungumzia mustakabali wa demokrasia, utawala wa sheria na uwajibikaji wa viongozi katika enzi mpya ya changamoto za kisiasa duniani. Ndani ya kikao hicho, hoja kuu zilijikita katika masuala ya Afrika Mashariki, na Tanzania ikatajwa kwa mara ya kwanza kama nchi iliyohitaji uchunguzi maalum kuhusu matukio ya ukiukwaji wa haki haswa za binadamu kufuatia vurugu za kisiasa zilizoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka huu. Mwang'ombe, kwa maneno yake makali yaliyosisitiza maadili ya uhuru na utu, alihimiza dunia kuachana na ukimya kuhusu yale anayoyaita mauaji ya kimfumo dhidi ya waandamanaji wa amani na wakosoaji wa serikali. Kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ni Twitter, Mwang'ombe alithibitisha kwamba hotuba yake Berlin ilikuwa mwanzo wa kampeni pana ya kimataifa kuibua mjadala kuhusu unyama wa kisiasa unaotokea nchini Tanzania. Alieleza kwamba kwa muda mrefu taifa hilo limekuwa likifumbia macho maovu yanayofanywa dhidi ya wananchi, lakini sasa dunia nzima inapaswa kusikia. Mwang'ombe alitaja majina ya viongozi wa upinzani waliodaiwa kushikiliwa kinyume na sheria na kuteswa, akiwemo Tundu Lissu, Godbless Lema, John Heche, Amani Golugwa, Boniface Yai na Nifa, na kupitia alama za reli kama Free Tundu Lissu, Free Lema na Free All. Alihimiza kuachiwa huru kwao na kuwataka washiriki wa kongamano hilo kuungana katika wito wa haki na uhuru. Kwa maelezo yake, hoja zake zililenga kuonyesha kwamba kile kinachoendelea nchini Tanzania ni mgogoro wa kisiasa tu, bali ni shida si mgogoro wa kisiasa tu, bali ni shida ya kimaadili na kisheria inayohitaji majibu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Ripoti kutoka kwa waandaaji wa kongamano zilisema hotuba ya Mwang'ombe ilipokelewa kwa hisia kali. Baadhi ya wajumbe walitoa wito wa kuanzishwa kwa uchunguzi wa pamoja wa kimataifa kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania. Kwa mara ya kwanza jina la Tanzania lilitajwa sambamba na nchi kama Sudan, Myanmar na Iran, mataifa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakituhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wake. Mwang'ombe alieleza kwamba azimio rasmi la kongamano hilo litawasilishwa bungeni Berlin likiwa na mapendekezo ya hatua za uwajibikaji dhidi ya viongozi wanaodaiwa kushiriki au kufumbia macho mauaji ya raia wa Tanzania. Na hii ni mara ya kwanza suala la ndani la kisiasa nchini humo kufikishwa katika chombo cha kisheria cha Ulaya kwa njia rasmi. World Liberty Congress imekuwa jukwaa muhimu la kimataifa linalounganisha watetezi wa haki za binadamu, wabunge na wanaharakati kutoka pande zote za dunia, na lengo kuu ni kuimarisha uwajibikaji wa viongozi kupigania uhuru wa kujieleza na kulinda haki za kiraia katika nchi zinazokabiliwa na changamoto za kiutawala. Kongamano la mwaka huu lilijikita katika hoja tatu kuu: uwazi wa serikali, adhabu kwa wanaokiuka haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari, miongoni mwa mijadala mikubwa iliyohusu ukatili wa dola
unaoendelea katika mataifa kadhaa ya Afrika. Ndipo Tanzania ikatajwa kuwa kisa kipya cha mfumo ama mfano wa kuzorota kwa demokrasia. Na katika mijadala hiyo, wawakilishi kutoka Ulaya, Marekani na Afrika walijadili uwezekano wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania, ambapo mamia ya waandamanaji walidaiwa kuuawa au kupotea. Kilio cha haki na uwajibikaji kimeombwa, huku Liberatus Mwang'ombe alitumia muda wake Berlin kama jukwaa la kusema ama kuwasemea wale ambao kwa mujibu wake wamebanwa ndani ya ukimya. Alielezea Tanzania kama taifa iliyowahi kuwa kisiwa cha amani, lakini sasa inakabiliwa na kivuli cha uovu, ukandamizaji na uhasama wa kisiasa unaoongezeka. Mwanaharakati huyo alisema sauti za vijana, wanaharakati na wapigania demokrasia nchini zimegeuzwa kuwa uhalifu, na badala ya kuheshimiwa wanakamata na kuzuiwa kuzungumza. Kauli hii imeibua tafakari nzito miongoni mwa wajumbe, wengi wao wakiwa wawakilishi wa mashirika ya haki za binadamu. Matokeo ya hotuba ya Mwang'ombe yameanza kujitokeza. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeanza kuchunguza kwa undani hali ya kisiasa nchini Tanzania. Mashirika kama Human Rights Watch na Amnesty International yameonyesha nia ya kuanzisha ripoti maalum kuhusu matukio ya ukatili wa dola nchini humo. Na wakati huo huo, baadhi ya wabunge wa Ulaya wamependekeza kujadili uhusiano wa kiuchumi na Tanzania endapo serikali itatoa taarifa rasmi kuhusu vifo na utekaji ulioripotiwa wakati wa maandamano ya mwaka 2025. Hatua hizo zimeonyesha jinsi sauti ya Mwang'ombe imevuka mipaka ya maneno na kugeuka hoja ya kimataifa. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya haki, tukio la Mwang'ombe Berlin linaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa katika taswira ya kisiasa ya Tanzania. Kwenye jukwaa la kimataifa, hatua kama hizi huibua uchunguzi rasmi, vikwazo au hata mashinikizo ya kidiplomasia. Ushiriki wa Tanzania katika mikutano ya kimataifa unaweza kuanza kuchunguzwa kwa ukaribu zaidi, huku wito wa uwazi na haki ukiongezeka. Vuguvugu la vijana iliyoanzishwa mitandaoni kupitia alama za reli alizotumia Mwang'ombe linaendelea kupata nguvu, likikusanya sauti za Watanzania ndani na nje ya nchi wanaodai haki na mabadiliko ya kweli. Liberatus Mwang'ombe amekuwa mmoja wa wanaharakati wachache wa Kitanzania waliothubutu kupeleka malalamiko ya wananchi hadi ngazi ya wabunge wa Ulaya. Na tofauti ya harakati za mitandaoni, hatua yake imekuwa historia mpya ya namna harakati za kiraia za Tanzania zinavyoweza kufika kimataifa. Wachambuzi wa kimataifa wameeleza kuwa hatua hiyo ni ushahidi wa kizazi kipya cha viongozi wa kiraia barani Afrika kinachotumia diplomasia na ushawishi wa kimataifa kupaza sauti za wananchi wake. Hotuba ya Liberatus Mwang'ombe ndani ya bunge la Berlin si tukio la kawaida, ni ishara kwamba ukimya unaozunguka masuala ya haki za binadamu nchini Tanzania na umeanza kuvunjika. Ni mwangwi wa kilio cha wananchi wanaotaka dunia iwasikilize. Na leo jina la Tanzania limeingia katika mjadala wa haki za binadamu wa kimataifa, si kama mfano wa mafanikio ya amani kama ilivyokuwa miaka iliyopita, bali kama kisa cha kilichoweza kutokea pale mamlaka zinapoweka nguvu juu ya haki. Kama alivyoandika Mwang'ombe kwenye ukurasa wake wa X, sauti ya Tanzania lazima isikike, dunia isiendelee kunyamaza. Na kwa mara ya kwanza sauti hiyo imevuka mipaka ya bara, na kama historia inavyofundisha, kila taifa linapofika katika kipindi cha maamuzi kati ya ukweli na udhalimu, dunia huwa shahidi. Hii ni taarifa yetu ya kina na uchambuzi kutoka hapa Kenyascope. Kumbuka, hapa tunakuletea taarifa jinsi zilivyo bila kupindisha. Kumbuka kusubscribe, kulike na kusubscribe na vile gonga alama ya kengele ili wa kwanza kupokea taarifa hizi kila wakati ambapo tunazileta.